Bila shaka uko vyema popote ulipo na kusalimia asalamu alaikum, amani ikufikie, peace be upon you. Ya kama kawaida mazungumzo yetu huwa hayaishi. Mimi ni kawaida yangu kuja kuzungumza na wewe na kukupasha baadhi ya mambo ambayo yanakuwa yanaranda duniani au yanazunguka duniani kwa siku husika. Leo nataka tuzungumze habari kubwa ambayo kila television ukifungua hapo unakutana nayo, ya kimataifa. Kuanza kwa mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Jambo ambalo limesubiriwa takriban karibu miaka 7. Labda litakuja kutokea kwa sababu mwaka 2015 wakati Barack Obama ameingia haya makubaliano yakiwa na dhamana ya mataifa makubwa mengine ambayo yanamiliki nyuklia kama China na wenzake Ufaransa. Mwaka 2018 Donald Trump alikuja kai pull out Marekani, toa kabisa kwenye makubaliano, akarudisha vikwazo kwa Iran. Irani akachungulia kuna gepo kwa sababu wameanzisha, akaacha kutekeleza baadhi ya makubaliano yaliyokuwa katika mkataba, lakini baadhi aliruhusu yaendelee, ikiwemo ukaguzi ambao umeendelea kwa wakaguzi wa IAEA wakiongozwa na Rafael Grossi wa mara kadhaa wameonekana wako Tehran. Lakini kwingine Irani alikata hata urutubishaji wa urani, alirudisha usaidizi wa makundi yake ya kikanda, Houthi, Hezbollah, Hamas alirudisha kwa sababu Marekani ilijiondoa na ikarudisha vikwazo, naye akarudi kule walipokuwa. Ulipokuja utawala wa Biden wakasema kuwa kulikuwa kuna nadharia kuwa kwa sababu Trump alitoa Marekani kwenye mambo mengi. Unakumbuka WHO kama hivi sasa ameiondoa tena, shirika la afya alitoa kwenye mabadiliko ya hali ya hewa na kadhaa alitoa. Sasa Biden alivyorejea wiki ya kwanza tu alijaribu kuirejesha Marekani kwenye maeneo mengi ambayo Trump aliondoa kwenye kwa awamu ya kwanza. Sasa ujio wa Biden ulikuwa na ishara kuwa huenda wakati wa serikali ya Biden tukaona serikali ya Biden haraka imerejea kwenye mazungumzo na Iran, lakini kipindi chote cha miaka 4 ya Biden hapakuwahi kuwa na mazungumzo na Iran. Sasa mara hii tunashuhudia shinikizo kubwa kutoka nje, na hii yote kumlazimisha Irani kurudi hapo ni baada ya kile ambacho takriban miaka 2 Israel na Marekani wanapambana nacho Mashariki ya Kati. Niliwahi kusema kuwa matatizo yanayotokea Mashariki ya Kati yalipikwa na utawala wa Trump, na nikasema kuwa Trump anarejea kumaliza matatizo aliyoyaanzisha. Haya ndio matatizo aliyoanzisha Trump. Niliwaambia kuwa kama sio uamuzi wa Trump wa mwaka 2018 kuiondoa Marekani kwenye makubaliano na Iran, tungekuwa tunazungumza kitu kingine kuhusu kinachoendelea Gaza, kuhusu kilichotokea Lebanon, kuhusu kilichotokea Syria. Tungekuwa tunazungumza kitu kingine kwa sababu karibu wote ambao wamehusika na hizi vurugu au hiki kinachoendelea mfano Yemen na kwingine, karibu wote ni washirika wa Iran. Na ukirudi nyuma kwenye mkataba wa JCPOA ule wa 2015 wa Barack Obama, ulikuwa umetaja haya makundi kama makundi yanayodhibitiwa na Iran, na Irani katika mkataba aliopewa ule wa 2015 ilikuwa ni kuwashikilia, yeye ndio awe mlinzi. Yani unajua wale ulinzi shirikishi, yani Iran ndio alipewa kazi ya kuwalinda proxy wake. Yani hatutaki vurugu, wewe ndio unawaweza, watulize. Ndio Iran aliliweza hilo, na ndio maana ukitazama hata rekodi za nyuma zinakuonyesha kuanzia ile miaka 2015 mpaka kuja 18 hawa wote proxy wa Iran walikuwa wametulizana. Lakini baada ya Trump kuiondoa na kuanza kurejesha uhuni ule wa Marekani, Iran aliwaacha, akamwambia endeleeni, akaendelea kuwapa teknolojia, akawapa uwezo, akawapa kila kitu, fanyeni mnachokifanya. Matokeo yake ndio hali iliyopo hivi sasa. Sasa kuna fursa mbili ambazo kwa macho zinaonekana na wengine hawazioni. Israeli anatazama hivi sasa kama ni fursa pekee ambayo anaweza asipate kwa miongo mingine mingi sana ikiwa ataikosa hivi sasa. Kwa sababu katika kipindi hiki ambacho nguvu kubwa Israeli alitumia kuhakikisha anakata njia za Iran, kwanza ukubwa ule wa Mashariki ya Kati. Niliwahi kuambia Iran amepoteza ushawishi wake kwa zaidi ya 40% kwa Mashariki ya Kati, kwa kupoteza nguvu ya Hezbollah ndani ya Lebanon, ambapo kwa tumeona kuwa hata serikali ilivyoundwa Hezbollah kupata hasara kubwa ya viongozi wao kuuawa, sio kupata hasara ya wapiganaji au silaha. Hezbollah silaha wanazo, wapiganaji wanao.
wamepoteza uongozi wa juu, yani ile ari ya kupanga mashambulizi kwa usahihi, ile safu ya uhakika ndio imepotezwa. Kwa hiyo ushawishi wa Hezbollah hapo, lakini ushawishi wa Hezbollah ndani ya serikali ya Lebanoni pia umepotea kwa kiwango cha hali ya juu. Niliwaambia pia kuwa hilo hawa sio wadogo, lakini ila wanajipanga. Licha ya kuwa wanashiriki na mazungumzo yameanza kuwepo ndani ya serikali, lakini niliwaambia baada ya kupoteza Bashar al-Assad Syria, Irani amepoteza njia muhimu kabisa ya kimkakati ambayo ilikuwa inamsaidia kumweka kwenye njia. Kwa hiyo Irani kapoteza pia kule Syria. Huwezi kusema amepoteza Yemen kwa sababu mpango wa Yemen bado unafanya kazi vizuri. Uwezo wa kuzuia meli za Kimarekani na Magharibi bado uko vile vile kwa kiwango cha hali ya juu sana. Licha ya kuwa kuna mashambulizi makubwa ya Marekani na Uingereza na washirika wengine wanayofanya ndani ya ardhi ya Yemen, lakini still Yemen bado wako kwenye mpango wao ambao huo. So hii fursa Israeli anayoitazama ni hii, kuwa tumeshamaliza nguvu ya nje ya Iran. Kilichobaki ni kauli ya Netanyahu ambayo anasema twende tukapige kwenye kichwa cha yule nyoka mbaya ambao ni Iran, twende tukapige pale. Lakini Israeli bado na hilo hawezi kwenda peke yake, kwa sababu anafahamu kuwa huyu ni Iran, siwezi kwenda peke yangu. Ndio maana zaidi amekuwa akimsukuma Marekani kwenye hili, twende baba, twende tukapigane na hili. Lakini kuna fursa ambayo Marekani anaiona katika kipindi hiki kuwa ni fursa nzuri, kama ilivyoona kuwa Israeli kuwa nguvu ya Irani pembeni imenyong'onyea kwa sababu ya washirika wake kadhaa ambao wamepotea. Hasa Syria ndio iliyomwangusha sana Irani. Kwa hiyo Marekani anaiona fursa nzuri ya kwenda kwa Irani kwenye meza na kumpa masharti mengi ambayo atakubaliana nayo sisi bila kuingia kwenye vita. Hizi ni fursa mbili ambazo wawili wanaziona tofauti. Yani huyu anaona kingine, huyu anaona kingine. Sasa hata mazungumzo, kauli ya Trump aliyoizungumza wiki moja iliyopita kule White House, alisema kuwa tutakuwa na mazungumzo na Irani. Ni kitu ambacho wanasema Netanyahu alikuwa anafahamu kuwa kulikuwa kuna mazungumzo kati ya Marekani na Iran, lakini haikuwa ghafla vile, yani haikuwa haraka vile. Yeye alikuwa anafahamu kuwa yatakuja kutokea, lakini sio katika kipindi hiki. Netanyahu alitamani ile kauli yake kuwa wakati amekwenda kutembelea Marekani apate uungwaji mkono, yani apate uungwaji mkono wa serikali ya Trump kuwa tunakwenda kupigana. Hiyo ndio alikuwa anaitaka. Nje ya pale, Marekani ameendelea kusukuma mitambo na mashini nyingi kuelekea Mashariki ya Kati. Amepeleka mfumo wa Patriot kutoka Indo-Pacific ambao ulipakiliwa kwa ndege kadhaa. Alishatuma mfumo wa ulinzi wa THAAD, tayari upo. Ametuma makombora, ametuma ndege za F-35C, ametuma kila kitu kipo kule kuwa ready, kuwa anamwambia Irani ikiwa haya mazungumzo tunayoongea Omani yatafeli tunaposhambulia. Irani wanasema cha kwanza tutawafukuza wasimamizi wa IAEA waondoke kwetu. Halafu kila tone litalogusa kwenye ardhi ya Irani basi litajibiwa kwa kiwango kile kile. Na kila mshirika ambaye atashiriki kuishambulia Irani atajibiwa kwa staili ile ile. Ndio Teherani inavyosema. Mazungumzo yanaanza nchini Oman yakiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Hamad al-Busaidi, lakini yakisimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi. Mark Rubio atakuwepo, waziri wa kigeni wa Marekani, lakini Steve Witkoff pia anatarajiwa kuwepo wakilishi. Mazungumzo ambayo Marekani inasema yatakuwa ya moja kwa moja, Irani anasema hayatakuwa ya moja kwa moja. Yani Marekani anashinikiza mazungumzo ya moja kwa moja, Irani anasema hatuendi kwenye mazungumzo ya moja kwa moja. Mazungumzo ya moja kwa moja kwa sababu Marekani haaminiki. Irani anataka mazungumzo yenye wigo mkubwa ya ushirikishi wengi, ya watu wengi washiriki na nchi nyingi zishiriki. Ili anasema Irani wanachosema hatuna mazungumzo ya utani. Kwa sababu mnafanya mazungumzo, mnatumia muda, mnatumia kila kitu na mnatumia rasilimali. Kwa sababu wakati makubaliano 2015-18 yalivyoondoka, Irani ilifanya uwekezaji mkubwa sana kwa ajili ya kufufua uchumi wake ambao umekandamizwa kwa miaka mingi. Ikafanya oda nyingi sana za vitu kutoka nje, zikiwemo ndege karibu 100 na kitu ambayo mashirika ya Iran. Lakini Trump anakuja kuiondoa Marekani, Iran inapata hasara kwa sababu fedha hazijarudi, hakuna kitu hakuna kilichotokea, na uwekezaji ulikuwa mkubwa ambao wangewekeza sehemu nyingine. Sasa wanasema kuwa hatutaki makubaliano ya utani. Kama unataka makubaliano na sisi, utakaa kwenye makubaliano halisi.
Sasa tishio la Trump kuishambulia Iran ikiwa makubaliano hayatafikiwa, Iran wanamwambia kuwa tutajibu kwa staili hiyo, na katika majibu yetu kuwa tuna uwezo wa kutengeneza kombora la nyuklia within 24 hours baada tu ya shambulizi. Sasa tutakwenda kwenye program moja kwa moja, kitu ambacho binafsi huwa naona kama maigizo. Bado siamini kuwa Irani hana nyuklia, na bado siamini kuwa Irani anaweza kuingia kwenye mtego aliotegwa Gaddafi mwaka 2003, kwa sababu programu hii ambayo inagombaniwa, Gaddafi alisukumwa hivyo hivyo mwaka 2003, akaenda kaivunja ile program na akairisha, akaruhusu kikamilifu wachunguzi wa IAEA kuhakikisha kuwa wanaweza kupekua mpango wa nyuklia, kila kitu wa Gaddafi. Mwisho yote walivyomjua kuwa ni panzi ambaye hana tishio lolote, zile mbawa zake za miba zimeshakatwa, wakaja wakamkamata kama panzi wakamuondoa. Irani sidhani kama anaweza kufanya kitu kama hiki, kwa sababu Irani alitafutwa before hata ya Yugoslavia haijavamiwa na NATO, lakini wanajua jinsi ya nguvu na uwezo wa Irani. Jamani, yetu macho, tusubiri nini kitatokea. Kama kutatokea mashambulizi, tusubiri majibu. Kama kutakuwa na makubaliano, tusubiri hayo makubaliano, kwa sababu makubaliano still yamefichwa kwenye karatasi, hayatuonyeshi kuwa haya makubaliano yao yanazungumza kitu gani na kitu gani. Asanteni.